Tunachokishangilia hivi sasa wananchi wao walishakishangilia misimu miwili iliyopita. Ila kwa sababu story mpya ni kwamba Simba sasa ndio imeteuliwa kwenye kipengele hiki, kwenye kipengele cha mchezaji bora wa mwaka. Shomari Kapombe ndo amekuwa nominated kwenda kugombea hii tuzo. Basi inakuwa ni story kwa sababu kwa sasa ndo ambacho kinaendelea. Lakini kwenye misimu miwili iliyopita Yanga walifanya kitu kikubwa kuliko hichi ambacho sisi tumekifanya msimu huu. Rekodi ya Yanga kwa mwaka 2023 ni rekodi bora kuliko hata rekodi ambayo sisi tunaiweka kwa mwaka huu wa kuingiza timu kwa kuwa nominated kwenye vipengele viwili. Sisi tumekuwa nominated kwenye kipengele cha timu bora ya mwaka, lakini pia tumekuwa nominated kwenye kipengele cha mchezaji bora wa mwaka kwa vilabu vinavyocheza ndani ya Afrika. Lakini Yanga msimu wa 2023 ambao Yanga pia walifika finali ya CAF Confederation, Yanga waliingia katika vipengele vinne. Yanga waliingiza wachezaji katika vipengele, yani walikuwa nominated kwenye nafasi 4 kwenye CAF Awards kwa mwaka 2023. Bila kusahau top scorer wa msimu ule alikuwa ni Fiston Maele. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna nomination ya mfungaji bora wa mwaka, basi kungekuwa ni nafasi 5. Yanga walikuwa wametoa watu wamekuwa nominated kwenye nafasi 5 katika tuzo za CAF kwa mwaka 2023. Kwa hiyo ambacho tunafurahia hivi sasa wana Simba, tukumbuke kwamba wana Yanga walishakifurahia sana kwa msimu mwaka 2023. Tena wakiwa katika ubora wao, wakifika finali, top scorer akiwa Fiston Maele na nafasi nyingine ambazo walikuwa nominated. Nafasi ambazo Yanga walikuwa nominated kwa mwaka 2023, walikuwa nominated kwenye nafasi ya klabu bora ya mwaka 2023. Tukumbuke msimu ndo msimu ambao Young Africans walifika finali. Tukiangalia kwa msimu wa mwaka jana 2024, yes, timu zetu zilitokea zote mbili, Simba pamoja na Yanga, ambapo kulikuwa na timu kama vile Petro de Luanda, TP Mazembe, Al Ahly, Zamalek, Esperance de Tunisia, RS Berkane, Mamelodi Sundowns, zote zilikuwepo. Na kwa msimu wa mwaka jana timu ya Al Ahly ndo walioshinda hii tuzo. Kwa hiyo pamoja na kwamba tulitokea ndani ya msimu wa mwaka jana, lakini hakuna ambaye alifanikiwa kuvuka kwenda hatua za mbele na kwenda kushinda tuzo hiyo. Al Ahly alishinda kama klabu bora ya mwaka ambayo ilipata kura nyingi zaidi. Kwa upande wa wachezaji, Young Africans ilitoa wachezaji wawili kwenye nominations za mwaka 2023. Lakini wachezaji hao wawili walitokea katika vipengele vitatu tofauti. Djigui Diarra alitokea kwenye vipengele viwili. Alitokea kwenye kipengele cha golikipa bora wa mwaka na alitokea pia kwenye kipengele cha mchezaji bora wa mwaka kwa vilabu vinavyocheza ndani ya Afrika. Kwa hiyo Diarra peke yake alitokea alikuwa nominated, alitokea kwenye kinyang'anyiro cha nafasi 2 kwenye CAF Awards kwa mwaka 2023. Kwenye tuzo hii ya golikipa bora wa mwaka, Djigui Diarra alikuwa anashindana na makipa wengine kama vile Andre Onana ambaye kipindi hicho alikuwa anacheza Manchester United, Ronwen Williams ambaye alikuwa anakipiga katika klabu ya Mamelodi Sundowns, El Shanawi wa Al Ahly, lakini pia alikuwa na Yassine Bono ambaye yeye anacheza alikuwa kule Saudi akicheza katika klabu ya Al Hilal, lakini pia alikuwa akigombea nafasi hiyo na golikipa Edouard Mendy ambaye tunajua alishacheza katika klabu ya Chelsea, lakini msimu huu alikuwa ameshaenda kule Saudi. Hiyo Yanga walikuwa nominated kwenye nafasi ya klabu bora ya mwaka, lakini Djigui Diarra akawa nominated kwenye nafasi ya mchezaji bora wa mwaka, lakini pia akawa nominated kwenye tuzo ya golikipa bora wa mwaka. Nafasi nyingine ambayo Young Africans walitoa mchezaji ni nafasi ya mchezaji bora wa mwaka kwa mashindano ya Afrika ya ndani ambaye ni Fiston Maele. Kwa hiyo pamoja na kwamba Fiston Maele alikuwa tayari ana nafasi ya top scorer kwenye ile michuano ya mwaka 2023, lakini pia aliweza kutokea kwenye kipengele cha mchezaji bora wa mwaka kwa vilabu vya Afrika vinavyocheza ligi za Afrika. Kwa hiyo ndani ule msimu Young Africans walifanya kitu kikubwa sana kwa sababu walitokea kwenye nafasi ya klabu bora ya mwaka, wakatoa wachezaji wawili ambao walikuwa wanagombea katika nafasi 3. Djigui Diarra akigombea katika nafasi ya golikipa bora wa mwaka kwa vilabu vya Afrika, lakini pia katika ngazi ya overall kwamba mchezaji bora wa jumla wa Afrika kwa upande wa wanaume alikuwepo pamoja na wachezaji wengine ambao ndio tuzo ambao pia ndio nomination ambao pia na Fiston Maele walitokea. Kwa hiyo kwenye nafasi ya mchezaji bora Afrika Yanga walitoa wachezaji wawili, lakini pia wakatoa nafasi kwenye golikipa bora, lakini pia wakapata nafasi ya klabu bora ya mwaka kwa mwaka 2023. Bila kusahau Fiston Maele alikuwa ni top scorer wa ule msimu kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo kama ungekuwa kuna tuzo ya top scorer angepewa, manake ingekuwa Yanga wameingia katika nafasi 5 ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo wanangu wa Simba, tunavyoshangilia kwamba tumekuwa nominated kwenye nafasi ya klabu bora ya mwaka, lakini pia tumetoa mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa wanaume, tusijisahau kwamba tayari hichi kitu wananchi walishawahi kukifanya kwa msimu wa mwaka 2023, tena wakifanya wakiwa katika ubora wa hali ya juu sana na wakifanya vizuri. Japokuwa hawakufanikiwa kwenda kushinda tuzo yoyote katika ule msimu, lakini tayari walishatuonyesha kwamba it is possible, na wao unaweza kusema kwamba ndo walifungua njia kwa sisi kwenda kuonekana, kwa klabu zetu za hapa Tanzania kwenda
kushine kwenye tuzo za CAF. Katika msimu wa mwaka 2023 Young Africans walikuwa wameingia kwenye hizi tuzo, walikuwa wengi. Lakini pia msimu 2023 katika mwaka ule 2023 kwenye zile tuzo za ule mwaka pia timu yetu ya taifa iliingia kwenye kinyang'anyiro cha timu bora za taifa kwa mwaka 2023. Yes, hatukufanikiwa kushinda, lakini tayari timu yetu pia ya taifa ilikuwa nominated. Kwa hiyo inawezekana kwenye tuzo za CAF ule ndio ulikuwa ndo msimu bora zaidi kwa sisi kama taifa. Sisi kama taifa la mpira, kwa sababu timu yetu ya taifa ilikuwepo, klabu moja ilikuwa nominated kwenye nafasi nyingi, lakini pia tukawa tumetoa na top scorer wa mashindano makubwa barani Afrika ambayo ni CAF Confederation Cup. Pamoja na kwamba nomination zote hizi hatujai kushinda tuzo yoyote, lakini tukumbuke kwamba mwaka 2015 Mbwana Samata akiwa na TP Englebe Mazembe ya kule Congo DRC alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa vilabu vinavyocheza ndani ya Afrika. Tuzo ambayo Shomari Kapombe ndo amekuwa nominated kwa mwaka 2025. Kwa hiyo miaka 10 imepita tangu alipofanya hivyo Mbwana Samata, na tukumbuke kwamba Mbwana Samata tu soka alikuwa nominated, lakini alishinda tuzo ya mwaka 2015 akiwa na TP Mazembe. Kwa mwaka huu Shomari Kapombe ndo anatuwakilisha kwenye kipengele hicho. Hatujui atafikia ngazi gani, atafika kwenye shortlist ya mwisho ya wachezaji wangapi, hatujui. So sio kwamba tunaenda tuko kinyonge sana kwenye taifa letu, pamoja na kwamba tumekuwa nominated mara kadhaa tuweza kuchukua, lakini tayari tunamwakilisha ambaye alishawahi kuchukua, japokuwa alikuwa akicheza kwenye klabu ambayo sio ya Tanzania, lakini still tayari tunakuwa proud kwamba tayari kuna mtu alishawahi kufanya kitu. Tumekuwa nominated kwenye tuzo za club, kwenye tuzo za mwaka za CAF Awards kwa timu za wanaume. Kwa timu za wanawake tayari tulishaona JKT Queens walishakuwa nominated, wapo huko, na wenyewe watashindana na vilabu vingine Afrika kwenda kushindania tuzo za CAF kwa upande wa wanawake. Kwa upande wa wanaume, klabu ya Simba iko nominated, lakini pia na mchezaji Shomari Kapombe wakiwa nominated. So tumekuwa nominated kwenye klabu bora ya mwaka, lakini pia tumekuwa nominated kwenye mchezaji bora wa mwaka kwa timu ambazo kwa vilabu vinavyocheza ndani ya Afrika. Nomination hizi ambazo tumetokea, tunaenda kushindana na vilabu vingine 10 barani Afrika. Vilabu hivyo ambao tunaenda kushindana navyo ni CR Belouizdad, CX Constantine, ASEC Mimosas, Pyramids FC, RS Berkane, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Stellenbosch FC na Al Hilal ya Omdurman. Al Hilal ambao tunaijua maana kibao tumecheza nayo, zimekuwa nominated. Kwa hiyo zipo klabu 10 ambazo zinawania tuzo hii ya klabu za Afrika. So sisi tupo kugombania nao. Hatujui tutafikia urefu, tutaenda mpaka wapi, lakini tupo nominated, tunashindana na hao giant kwenda kuwania tuzo ya klabu bora ya za Afrika kwa mwaka 2025. So tumetoa mchezaji kwenye kipengele kimoja tu. Wenzetu mwaka 2023 Yanga walitoka kwenye vipengele vingi, lakini sisi tumetoka kwenye kipengele kimoja. Kwenye hicho kipengele kimoja cha mchezaji bora kwa mashindano ya ndani ya Afrika ni Shomari Kapombe ambaye anashindana nafasi hiyo na wachezaji wengine 10 akiwemo nyota wa zamani wa Young Africans Fiston Mayele ambaye yupo on fire hivi sasa. Mwaka jana akichukua tuzo ya CAF Champions League akiwa na Pyramids FC, lakini pia alichukua tuzo ya mfungaji bora wa mashindano yale. Msimu huu Fiston Mayele yupo kwenye vipengele viwili kwenye hizo nomination. Yupo kwenye kipengele cha mchezaji bora kwa vilabu ambavyo vinacheza Afrika, lakini pia yupo kwenye kipengele cha wachezaji bora wa jumla wa Afrika ambao wanashindania kwa tuzo za mwaka huu. Kwa hiyo Mayele yupo on fire, anashindania tuzo 2 kama ambavyo Diarra alikuwa anashindania tuzo 2 kwa mwaka 2023 akiwa na Young Africans. Kwa upande wa mchezaji bora wa Afrika kiujumla, Fiston Mayele anashindana pamoja na wachezaji kama vile Frank Anguissa. Fiston Mayele mwenyewe anashindana na Mohamed Salah, anashindana na Dennis Bouanga, anashindana na Sehi Girassi ambaye anacheza Dortmund, anashindana na Ashraf Hakimi, anashindana na Osama Al-Amlawi, tunamfahamu. Yuko pia anashindana na Victor Osimhen, lakini pia yupo na Iliman Ndiaye pamoja na Pape Matar Sarr. Kwa hiyo kwenye nomination hizi Fiston Mayele ametokea kwenye kategori 2 akizishindania ambazo hatujui anaweza akashinda au asishinde, lakini tayari ameshatuonyesha kwamba yeye ni nani. Na kwenye tuzo hizi ambazo Shomari Kapombe yupo, anaenda kushindana na kina Fiston Mayele ambaye yeye yupo kwenye tuzo 2. Inawezekana asishinde tuzo moja kati ya hizi, akashinda moja, lakini tayari Shomari Kapombe anaenda kushindana head to head kwenye nafasi ya mchezaji bora wa Afrika wa mwaka kwa klabu ambazo zinacheza ndani ya Afrika pamoja na Fiston Mayele. Yes, inaenda kuwa tight context. Tusubiri kura zianze kupigwa, tuone nini kinaenda kutokea. Lakini kwa hivi sasa kinachoendelea ndio hicho. Kwa hivi sasa
tupo kwenye kushindana na vilabu vingine hivyo. Tuone kama tutaweza kufua dafu mbele ya majiant wa Afrika kama Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly, Esperance na timu kama hizo. Lakini pia tuone Shomari Kapombe mchezaji wetu atafika wapi. Niambie kwenye comment hapo mtazamo wako, unafikiri je, tunaweza kufika wapi? Tunaweza kutoboa kwenye nafasi 3 za juu za mwisho za kwenda kwenye tuzo hizi, kuwania tuzo hizi? Je, unafikiri Shomari Kapombe anaweza kupambana na wachezaji hao wengine wakubwa ambao wapo katika kipengele hiki cha mchezaji bora wa Afrika kwa upande wa vilabu ambao vinacheza ndani ya Afrika? Tukutane wakati mwingine. This is After Review.